Karibu, Tanzania. Tanzania, a land of endless opportunities, stunning landscapes, and rich culture. Join us at the Tanzania Business and Tourism Forum in Toronto. Meet investors, businesses, and tourism professionals from both Canada and Tanzania. Be inspired by the powerful story of amazing Tanzania. Filmed by President Samia Suluhu Hassan herself. Canada. Join us in this unique event. Inahitajika milioni 13 mradi akatibiwe nje ya mipaka ya Tanzania. Nadhani umeiona habari ile pale na umeiona, na labda kuna maoni gani kwa upande wako? Mimi niliona kabisa, na kwa namna moja ama nyingine paka yule bibi anafikia time kupost pale means anaumwa serious. Na tumekuwa sometimes tuna ile ignore baadhi ya vitu, inapotokea jambo ndio tunaanza kupost na nini which atuombee dua itokee jambo baya. Kwa mimi niombe, mimi sipo hapa kwa sababu ni mdogo sana. Vipi bana, watu wenye mamlaka wapo, wasanii wenzie wapo wanaona. Kwa hiyo watu wamsupport tu kama kuna mtu ambaye anaweza kumsupport. Lakini pia kuna time Zuchu alimsupport kumnunulia gari. Msanii Zuchu. So sisi tukuombe pia, kama nadhani utakuwa uliguswa kumnunulia gari, ulimsupport. Mwenyezi Mungu umeona bana, alikufungua ukamsupport ukamnunulia gari. So tunakuomba sasa pia usaidie na kwenye hili. Kama kuna namna yote ambayo unaweza kumsaidia, unajuana na watu, wadau wako wengi, asaidiwe huyu bidada. Asaidiwe ili aweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na naamini mtu kama Zuchu ana roho ya huruma. Mtu kama Zuchu, kama uliweza kumsaidia gari, naamini hata kwenye hili utaungana naye bega kwa bega na utamsaidia. Kwa hiyo sisi tunaamini anaweza kumsaidia. Lakini ukiangalia ni kwamba Zuchu alishamaliza tayari msaada wake, kwamba sasa hivi wajitokeze watu wengine na wao angalau waweke mkono pale, kwa sababu Zuchu kutoa zawadi ya gari sio kitu kidogo, ni zaidi ya milioni 18 ama 15 hivi. Sasa kwa hicho kiasi ambacho Angela amezungumza kwamba ni milioni kama 13, basi wengine nao wanaweza akajitokeza angalau mambo mengine yaweze kwenda sawa, ili angalau yale matibabu ambayo Angela anazungumza kuhusu mguu wake yaweze kwenda sawa, na amani irudi kwenye moyo wa Angela. Sasa hiyo unasema wewe ndugu mtangazaji, kwa sababu ukisema kwamba eti Zuchu amemaliza sio kweli. Hatuwezi kusema eti kamaliza. Huwezi kujua ameguswa kiasi gani. Kwa sisi tunachokiomba hapa, tuko hapa kwa sababu ya kuomba Mwenyezi Mungu amfungulie Zuchu. Mwenyezi Mungu ampe Zuchu aguswe. Na wengine wengi wamsaidie yule bidada. Kwa hiyo unaweza kukuta Zuchu akaguswa akamsaidia tena. Umeona bana, hakuna limitation ya mtu kumsaidia mtu mwingine. Kwa hiyo you never know, Zuchu anaweza kagusa akamsaidia. Kwa sisi tuko hapa kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu na kupitia baraka na utukufu wa mwezi, watu waguswa wamsaidie yule dada jamani, atoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine na yeye apate. Wajua paka mtu anakuja kuposti, it means kaguswa. Yani paka mtu anaposti means anapitia wakati mgumu sana. Anapitia wakati mgumu mno. Ndio maana ameposti. Ndio maana kaposti. Kwa hiyo wajitokeze watu waweze kumsaidia. Kwa kuwa sisi tuliona Zuchu alimsaidia gari, kwa sisi tunarudi tena kumuomba Zuchu kwamba kama kuna namna nyingine ambayo anaweza kumsaidia, basi amsaidie. Umeona bana? Na kama ikishindikana vyote, kama wewe dada ana gari, ana asset zake, auze. Lakini mpaka sasa hivi hatujaona respond ya Zuchu baada ya Angela kuposti kwamba hali yake sio nzuri, anaomba msaada kuhusu matibabu ya mguu. Mpaka sasa hivi hatujaona Zuchu akisema chochote. Umegundua nini? Hatuwezi, mimi na wewe brother, hatuwezi kujua kwamba Zuchu kajibu au hajajibu. So lazima aende kwenye Instagram a comment. Anaweza kumpigia simu, anaweza kumtafuta kwa namna moja ama nyingine, unaelewa vizuri. So mpaka alivompa gari, sisi mpaka alivompa gari hatukuona wapi Zuchu, tumeona tu kwamba Zuchu kamsaidia gari nani? Angela. Tulisupport, tulimpongeza Zuchu na tulimpongeza Zuchu. Alifanya kitu ambacho ni cha maana. Kwa hiyo hatuwezi kujua pengine Zuchu kashampigia simu Angela. Sisi tunamuomba Zuchu, tunafanya kuomba kwamba aguswe na ili aweze kumsaidia. Na kama sio Zuchu na watu wengine waguswe waweze kumsaidia. Kumekuwa kuna tatizo kwamba mtu anaweza anapitia wakati mgumu, msaada unachelewa, linapotokea la kutokea ndio watu wanaweza kuposti hivi na hivi na hivi na hivi. So tujitokezeni tuweze kumsaidia huyo bidada. Na alitoa namba yake pale, watu watume mchango. Yeye aliposti akatoa namba yake pale kuomba kwamba anahitaji kufanyaje, kusaidiwa. So kupitia sisi wazungumzaji tunawaomba wadau tumsaidie
watu msaidieni huyo dada, Mwenyezi Mungu atawabariki, you never know, kuliko kusubiria baadaye ndio uanze kumsaidia, lakini yuko mautiuti, yuko kitandani. No, tumsaidieni kabisa. Okay. Moja kati ya watu ambao wanazungumza nasikia kwamba kwani Harmonize alishindwa wapi kumsaidia Angela? Na moja kati ya hoja ya kwanza ambayo ilikuwa inaelezwa kwamba Angela kutoa ndani ya Konde Gang ilikuwa ni kusaidiwa katika mguu ambao unamsumbua mpaka sasa hivi. Konde Boy alishindwa vipi kutibu mguu wa Angela ikiwa milioni 13? Sio kama Harmonize anashindwa kumsaidia msanii wake. Kwenye hili la Harmonize, mtu yote ambaye anamwataka Harmonize kwa Angela anafanya makosa makubwa sana. Narudia tena, mtu yoyote anayemwataka Harmonize kwamba hajamsaidia Harmonize, hajamsaidia Angela, kwanza anamkosea Harmonize pakubwa sana. Anamkosea kabisa. Kwa sababu gani? Angela tumemjua kupitia Harmonize. Angela ana matatizo ya mguu. Pengine Harmonize asingemsaidia, Angela angekuwa na wakati mgumu sana. Kumsaidia vipi? Kumtengenezea brandi. Harmonize amemtengenezea Angela maisha endelevu. Yaani kiufupi ni kwamba brother, ukija kwangu ukiniomba pesa mimi sikupi. Lakini ukija kwangu kaniambia mimi ni mwandishi, nahitaji kufika sehemu, nipe connection. Mimi nitakubrandi wewe, nitakupa connection. Nakupa maisha endelevu. Kwa Harmonize amempa Angela maisha endelevu ambayo kupitia ule matatizo alionayo Angela anapata riski. Yaani vile alivyo tu anapata riski ya kula. Na ndio maana hajalalamika swala la kula. Amelalamika swala kusaidiwa. Kwa hiyo Harmonize amembrandi Angela, tumemjua Angela kupitia Harmonize. Angela vile alivyo anasaidia familia yake kupitia nani? Harmonize. So mtu yote ambaye anamsema Angela kupitia Harmonize kwamba Harmonize nini uongo. Kwa pale alipo watu tunamjua Angela kupitia nani? Kwa Harmonize una baya. Umefanya kitu kikubwa ambacho kitaishi milele. Kwa wajitokeze watu wengine pale ambapo alipomsaidia Harmonize pametosha, wajitokeze watu wengine waweze kuongezea. Kwa hiyo Harmonize kashamsaidia ambapo tunaona Angela anaenda vijijini afanya media chaka tu chaka, jina la nani? Harmonize. Kuna baadhi ya ngoma anaziperform wamefanya collab na nani? Konde Boy. So all in all salute mwanangu Konde Boy. Wengi bado note tu kwamba kuna baadhi ya wengine wanatoa maoni kwamba Angela kama natafuta kiki hivi. Nimeona comment watu wanaandika pale chini sehemu ya comment. Hii kwako mtazamo wako ni upi? Jana nilimcheki mwanangu anaitwa Rolex. Kuna mwanangu anaitwa Rolex, nilimpigia. Nikamuuliza mwanangu, nimeona 1 2 3 watu wanaongea moja. Akaniambia ndugu yangu, hakuna mtu yote ambaye anaweza akajiektia anaumwa. Wallahi yule dada anaumwa. Anaumwa. Ni venye ambavyo watu wajui na waandishi wa habari wanabidi wangelishikilia hili. Yule atakuwa anaumwa yule jamani. Hakuna mtu yote ambaye anaweza akajipeleka eti kwenye media akaanza kusema jamani mimi yule dada anaumwa. Jamani yule dada anaumwa. Hamna mtu yote anaweza akajizushia ugonjwa. Hakuna mtu yote anaweza kaenda akasema mimi naumwa akajitrendisha tu kwa sababu ya ugonjwa. Hamna huyo mtu. Jamani dada anaumwa yule. Wewe ndio maana kaandika ujumbe mrefu ule. Jamani mimi naongea mdomo wangu, kuna siku hii interview yangu, hii clip yangu itapostiwa. Jamani msaidieni Angela. Jamani msaidieni Angela. Angela anaumwa nyie. Angela anaumwa. Maumivu anayopitia ni maumivu makali. Sisi wazazi wetu wanaumwa. Sisi tunajua. Yule dada anaumwa. Leo anaongea vile. Watu wanaongea, watu wanaponda, watu wanasema hivi na hivi. Kuna siku nyie yule dada mtakuja kumpost anaumwa. Jamani msaidieni yule dada. Huu ndio muda wa kujitoa kumsaidia. Oya Angela anaumwa. Sawa. Lakini nakumbuka wakati Angela akiwa pale Konde Gang, wengi walimshauri Angela aondoke kwenye mikono ya Harmonize. Lakini wale watu ambao walimshauri Angela aondoke pale Konde Gang mpaka sasa hivi hawajitokezi kuposti kwamba Angela anaumwa mguu, wamenyamaza mpaka sasa hivi. Walimshauri aondoke Konde Gang, lakini sasa hivi Angela alivyoondoka na wao wameondoka tena. Hawaonekani mbele yake. Ndugu mtangazaji, mimi hapa naongea kwa uchungu mkubwa sana, kwa hisia. Yaani naongea kwa hisia kabisa, mpaka na machozi yanataka kunitoka. Naumia. Ndugu mtangazaji, Angela anaumwa. Dada anaumwa yule. Haijalishi kwamba watu walimshauri vipi. Haijalishi nani amemshauri aondoke. Haijalishi vipi jamani. Tumsaidieni. Kama kuna mtu yote ambaye anafikia sababu ya kumsaidia tumsaidieni yule dada. Anaumwa mguu na muuma, anapitia maumivu makali. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kaenda akajidhalilisha akajivisha ugonjwa. Aliyemshauri kutoka, ambaye hajamshauri kutoka. Tuungane tumsaidie jamani, Angela anaumwa. Angela anaumwa, msaidieni jamani. Na mbaya zaidi kaweka namba yake pale.
Kama kuna mtu yote anaguswa, jamani msaidieni. Msaidieni. Okay. Dada yangu Nifa, umekuwa ukiguswa kwa vitu vingi sana. Mguswa na hili Nifa. Nifa. Yule Nifa yule. Dada yangu Nifa, umekuwa ukiguswa kwa vitu vingi sana. Mguswa kwa hili, msaidie. Huyo dada anaumwa huyo. Watu wamsaidie. Kuna watu ambao ni watu ambao watu wa watu. Watu kama kina Nifa ni watu wa watu. Ni watu wana nguvu kubwa. Hujamtaja DC hapo. Watu wana nguvu kubwa. Watu wamsaidie. Mimi nazungumza watu wa kina DC nani wasaidie. Msaidieni Angela. Angela anaumwa. Okay. Kabisa. Tunaongea kwa uchungu sana. This is Wayvani V, Vanny Boy. Shout out to PTV. Also bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.